Habari za asubuhi. Basi kadiri ya ratiba yetu tulikubaliana saa 3 ingawa tumechelewa. Tunaanza na kipindi, alafu baadaye mwisho tutakamilisha kuadhimisha misa takatifu. Ningependa basi niwaalike asubuhi kumkaribisha Baba kama nilivyotoa taarifa katika maombi yetu. Baba yeye ni Mungu wetu, mshirika na mtakatifu, unatunamushi na mtakatifu kutumika. Kwa hiyo namkaribisha tuweze kuanza kusikiliza mada yetu. Naomba tukae kwa utulivu, tuchote neema za Mungu kwa kusikia neno la Mungu na kusikia juu ya habari yetu ya Bwana Maria. Karibuni sana. Baba, karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria, mama wa wote. Tusimame tuanze kusikia somo. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Na penye msalaba wake Yesu walikuwa wamesimama mamaye na umbu la mamaye Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalena. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, akamwambia mama yake, Mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Neno la Bwana. Awali ya yote, napenda niwatakieni heri na baraka kwa sikukuu ya parokia yenu. Herini sana kwa sherehe hii. Pili, nashukuru pia kutoka kwa paroko kwa mwaliko huu kwa kuja kusema neno kuhusu sherehe hii, lakini kwa namna ya pekee Mama Bikira Maria. Najua parokia iko chini ya ulinzi wa mama na maombezi ya Mama Bikira Maria wa Fatima.
na kwa hivi anayetawala tafakari hii ni Mama Bikira Maria anayesimamia tafakari hii, lakini tutamtazama pia mwanamke, nafasi ya mwanamke. Sio kwamba haitamgusa mwanaume. Tunajua kila mtu ametoka kwa, kila mtu amezaliwa na mwanamke, na kwa hivi tunapomzungumzia Bikira Maria tutamzungumzia na kumgusa pia mama, wanawake, lakini pia mwanaume hata acha kuguswa. Sehemu ya kwanza ninamzungumzia mwanamke kadiri ya Muumba, kadiri Mungu alivyomuumba. Ninachagua kuzungumza hivi au kugusa hiki kwa sababu tunaishi katika nyakati ambazo tunapoteza identity. Kuna mwingiliano mkubwa, kuna mwingiliano hata kwenye majukumu. Kumbe kwa nafasi hii niseme kuhusu mwanamke kadiri alivyomuumba Mungu. Kadiri ulivyo, iwe ni mwanamke au mwanaume, kadiri ya maumbile yako kadiri Mungu alivyokuumba, yanakupa majukumu moja kwa moja. Yanasema ufanye nini, uache nini. Mwanaume na mwanamke wanatofautishwa na kupewa wajibu moja kwa moja na maumbile yao. Sayansi ya maumbile na teolojia ya mwili wa binadamu vinaonyesha kwamba tofauti hizi zikizingatiwa vizuri na kuheshimiwa na binadamu, yaani mwanaume na mwanamke wakiheshimu tofauti zilizopo, basi watakamilishana na kufikia hatima kadiri ya mpango wa Mungu muumbaji wetu. Hebu tuseme neno moja kuhusu shepu ya mwili, jinsi ilivyo. Uchunguzi wa zamani kabisa unaonyesha tofauti ya maumbo ya shepu ya mwili wa mwanaume na mwanamke. Kila mmoja ameumbwa kwa ajili ya aina fulani ya maisha. Mmoja ni wa maisha ya ndani na mwingine ni wa maisha ya kiraia ya nje, politicos. Ukimchunguza mwanaume na mwanamke kwa muonekano, utagundua mmoja ni wa maisha ya ndani, mwingine ni wa maisha ya nje. Kwa kuwa wajibu wa nje na ndani wote unahitaji kutendewa kazi, tangu mwanzo Mungu alimuumba mwanamke kwa ajili ya mambo ya ndani na mwanamume kwa ajili ya mambo ya nje. Kuna maneno mawili ya Kigiriki yanayosema, neno moja ni hypathros na la pili ni stegnon. Hypathros na stegnon ni maneno ya Kigiriki cha zamani. Hypathros linamaanisha kilichowekwa wazi, ambacho kiko hadharani tu, na stegnon inamaanisha kilichofunikwa. Binadamu haishi kwenye maeneo ya wazi kama baadhi ya wanyamapori wanavyoishi. Binadamu anahitaji makazi, lakini mahitaji ya kazi moja kwa moja kama baadhi ya wanyamapori wanavyoishi.
anahitaji makazi, yaani nyumba, lakini mahitaji yake hayapatikani ndani ya nyumba. Lazima atoke aende kwenye kazi huko nje, aende akalime, akapande, akavune, akachunge, akajenge, akafanye biashara. Ufanye biashara chumbani. Ni wachache kati yetu saa hizi ambao wanafanya biashara za mtandaoni wakiwa ndani ya nyumba, lakini lazima utoke uende ukatafute mahitaji. Ndio maana wakati wa korona ilikuwa ni ngumu kweli kubaki ndani, kusema kwamba tunajifungia. Unajifungia utakula nini? Wakati wengi wetu lazima utoke uende ukahangaike ili upate chakula siku hiyo, chakula siku hiyo tu. Lazima kutoka kwenda nje. Shughuli nyingi za binadamu zinafanyika nje kwenye maeneo ya wazi na mazingira magumu. Mapato ya kazi za nje, mapato tunayoyahitaji ni ya kazi za nje. Hivyo anahitajika mtu ambaye atahudumia nje, lakini pia anahitajika mtu ambaye atahudumia mambo ya shughuli za ndani kama za kupika, usafi, kunyoosha nguo, kutunza watoto na kadhalika. Mtagundua kwamba mwanaume anapozeeka na kustaafu kutoka kazi za nje na zenye kutumia nguvu, huchoka haraka, huwa mpweke na hata inaweza kumpelekea akafa haraka. Nadhani ni moja ya sababu inayofanya pia wanaume tunakufa haraka. Kati ya wanaume na wanawake, wanani wanakufa haraka? Ndeni mkachunguze. Yako makundi ya kijamii, tungeweza kuweka makundi mawili. Jumuiya zilizopangwa vizuri ziko za aina mbili. Kubwa tunayoiita ni miji, na midogo tunazoziita ni kaya. Wote hawa wana magavana. Yaani serikali ya kubwa ni kwa ajili ya wanaume. Naposema serikali simaanishi serikali kama Tanzania. Yaani zile jumuiya kubwa zinahitaji magavana. Zile kubwa ni kwa ajili ya wanaume, na za chini zinahitaji wanawake. Kwa kifupi, uchambuzi wa Greco-Roman Ancient World, wa Warumi wa zamani na Ugiriki, unaonyesha kwamba mwanaume ameumbwa kwa namna inayomwelekeza katika shughuli za dhoruba, na wao wanazifurahia na wanazifanya kwa furaha kabisa. Unakuta mwanaume anavuta mkokoteni uliojaa vitu, anatembea nao, anauvuta na anafanya, jasho linamiminika na anafurahi. Wakati wanawake ukiwatazama tu kwa sauti, kwa maumbile na misuli yao ambayo inaonekana ni milaini, na utaalamu wao wa mambo ya ndani ya nyumba, inadhihirisha wazi kwamba mwanamke ameumbwa, amewekwa kama mwangalizi, kama waangalizi wa familia na shughuli ndogo ndogo za mambo ya ndani. Katika Injili ya Mathayo, Yesu anaonyesha mgawanyo wa kazi kadiri ya jinsia. Wanaume hufanya kazi za shambani, unaona kwamba hizi ni kazi za nje, ni mtawala wa mambo ya nje. Na wanawake wametajwa katika Injili ya Mathayo kama wanaosaga mahindi, wanaenda mashine kusaga.
Tunasoma hayo katika Injili ya Mathayo sura ya 21 aya ya 25 hadi ya 26. Sawa na hili ni himizo la watazameni ndege wa angani, wasiopanda wala kuvuna wala wakusanyi ghalani, ambayo inasawazishwa na tazameni maua ya kondeni, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Injili ya Mathayo sura ya 6 ya 26 mpaka ya 28. Wanaume wanafanya kazi shambani, kufanya kazi za kiume zinazohusiana na kilimo na shughuli nyingine zenye kuhitaji nguvu, na wanawake wanafanya kazi katika kaya, ndio jumuiya ndogo tuseme kaya, jamii ndogo tuseme, wanafanya kazi katika kaya, wanafanya kazi za kike zinazohusiana na maandalizi na shughuli nyingine za nyumbani na uangalizi wa watoto. Zana za kila mmoja ni maalum kadiri ya jinsia yake. Kwa hili tungeweza kuongeza kwamba mwanamke mwenye chachu kadiri ya Injili ya Mathayo sura ya 13 aya ya 33, ambaye ameunganishwa na wakulima sura hiyo hiyo ya 13 aya ya 24. Kwa kifupi kabisa, ukitazama muundo wa mwili wa mwanaume, jinsi ambavyo ameumbiwa misuli, ukitazama kijana utaona kwamba ana mamisuli makubwa, hasa kama amezoea kufanya kazi ngumu. Utaona kwamba ana mamisuli yametokeza, utaona mishipa inamtoka, utaona mguu wake ukiutazama una kiazi kama cha Mbeya. Samahani kama kuna watu wa Mbeya hapa, lakini sio sifa mbaya. Utaona amevimba, likiazi likubwa. Lengo lake ni nini? Yeye amedizainiwa na Mungu kwa ajili ya kazi kubwa, kwa ajili ya kazi zenye shuruba. Na hata anavyozidi kukua, utaona hata sauti yake inafanya nini? Inabadilika, inakuwa nzito, kuonyesha ni mtu wa kazi. Lakini mwanamke kutoka utotoni anavyozidi kukua, na hata sauti yake inazidi kuwa softi, anazidi kulainika, anazidi. Kwa hiyo anakuwa yeye ametengenezwa kwa ajili ya kazi za ndani, na ndio maana ni mtaalamu wa kazi za ndani. Vipi mwanaume akipika? Vipi nyumba ikibaki bila mama? Hiyo nyumba inakuwaje? Vitu havikai shagalaubaga. Chakula alichopika mwanaume kinalika vizuri? Huwa nawaambia wapishi wetu saa nyingine wakipika hasa wali, nazi na maharage, mimi nayapenda sana. Sasa wakipika vile, huwa namuita saa nyingine, namwambia umetemea mate, mbona kimeonekana kinanoga sana? Ni utani namwambia, lakini umekiwekea nini? Tukipika sisi unaona akiendi. Wakati wa corona tumeonja, hakuna mpishi anakuja, tunapika wenyewe huko ndani, tunafanya nini, lakini unashangaa siku hiyo mara kina chumvi mpaka unaweka maji, mara unashangaa kimeungua, mara ugali unakuta una makitu meusi umeungua. Lakini mwanamke akipika mpaka anafurahi. Juzi nilikuwa naongea na padri wetu walienda Italia mwaka huu mwanzoni, na kule wanajipikia wenyewe, huwezi kulipa mfanyakazi. Tukamuuliza unaendeleaje? Akasema katika shida ninayoipata sasa hivi ni swala la kupika. Unakuta amevaa Roman collar vizuri, anakuwekea video pale, unamwangalia, unaona yuko kwenye sinki anaosha vyombo, akikuwekea hivi anakuonyesha pale, chakula kinachemka jikoni, anakuambia niko zamu, nikimaliza nioshe vyombo, nikimaliza nifanye usafi, alafu niwakaribishe mapadre waje kula. Anatuambia nikiwaelezeni hamtaelewa, lakini mko na raha sana, mnapikiwa, mnafuliwa, mnafanyiwa nini. Na wale wafanyakazi wetu wanafanya, ni wanawake, wanaisikia furaha tu, anafanya na anafanya vizuri. Kwa nini? Ameumbiwa afanye hiyo.
ametengenezwa kwa ajili ya hiyo. Waandishi wa kale wa matibabu Herophilius na Galen wanashuhudia imani ya zamani kwamba ukitazama maumbile ya mtu hata ya uzazi yanaonyesha jinsi ambavyo mmoja amewekwa nje ni wa shughuli za nje, mmoja amewekwa ndani ni wa shughuli za ndani. Hii ni teolojia ya mwili. Hitimisho moja muhimu kutoka kwa utafiti huu wa tofauti za jinsi ambavyo tumeumbwa unaonyesha masuala ya majukumu ya kijamii, kazi na zana, tabia na hata biolojia. Inapenya na kuunda maisha yote ya jamii ya mwanaume na mwanamke. Inaeleza majukumu wanayopewa wanaume kama waume na akina baba, na kanuni za kazi za nyumbani. Wanatarajiwa kuongoza, wanaume wanatarajiwa waongoze, kuwa viongozi, wanatarajiwa waamuru, na wake zao wafuate na kutii. Kuhusu kazi, wanaume walipata sanaa ya kilimo na ufugaji, ikiwa ni pamoja na zana kama vile ujuzi wa wanyama, useremala, utengenezaji wa bidhaa mbalimbali unaohitajika. Wanawake wakawa mahiri katika utayarishaji wa mambo mbalimbali kama nilivyotaja hapo juu, ambayo ni mambo ya nyumbani. Mwisho, wanaume katika maisha yao ya hadhara walitarajiwa kuishi kiume kwa ujasiri, ukali, wenye hamu ya kutetea na kuendeleza maslahi ya familia zao, kupambana na kadhalika. Wanawake kwa upande mwingine waliheshimiwa walipokuwa wavumilivu, watiifu, wenye kujizuia, kunyamaza na kutetea fadhila zao. Kunyamaza, kuwa mvumilivu na kuwa mtiifu ni kati ya mambo ambayo ni magumu kwa mwanamke. Mwanamke mara nyingi amekuwa na mdomo, samahani kusema, mrefu kidogo. Ndio, sio wa mama. Yani ni muongeaji, utafikiri kwamba kama ni umeme haukatiki. Hasa umkorofishe, ataongea, akipigwa atakimbia, ataenda kusimama mbali, ataendelea kupayuka. Ukinyamaza atakusemesha. Huwa kuna wakati ambapo mwanaume hataki kusemeshwa chochote, anakuwa mtulivu tu, anataka awaze mambo yake. Kuna mambo yanamvuruga, anataka utulivu aweze kuyatafakari vizuri na kuyachambua. Sasa mwanamke akiona huyu amenyamaza hivi, anasema sasa, kwa nini umenyamaza? Nimekuudhi nini? Nini kimekukera? Ongea sasa, nini? Kwa nini uongee? Sasa kumbe pale ndio unamchefua vizuri. Unaweza ukaambulia nini? Ukaambulia Pepsi ya bure. Muda ule anahitaji utulivu, muda ule anahitaji kufanya mambo yake. Atakapokuwa free, mudi yake ikirudi, hali inarudi ya kawaida kabisa. Na katika vitu ambavyo mwanaume angependa kutoka kwa mwanamke ni utii. Naposema haya, mlinganishe Bikira Maria alivyokuwa mtii. Mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyonena. Bila ubishi, bila kuhojihoji sana, akaonyesha ushirikiano kwa neema ya Mungu aliyopewa. Na katika kitu ambacho mwanaume anapenda ni utii.
katika kitu ambacho kitampa heshima mwanaume, kitampa hadhi, atajisikia ni mfalme, ni heshima na utii kutoka kwa mkewe. Akikosa hivyo, unamvuruga tena na tena. Mtakatifu Paulo anasisitiza jambo hili kwa wanawake. Vivyo hivyo, wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri. Uzuri wa mwanamke sio shepu ya mwili. Uzuri wa mwanamke ni tabia. Bahati mbaya, vijana wengi wanatazama shepu ya mwili. Ana sura ya, ana umbo la chupa, ana umbo la nane, ana miguu sio ya namna gani, ana macho za gololi. Ndicho kitu anacho wengine wanaangalia, lakini hivyo sio chakula. Shepu haileti amani ndani ya nyumba, ila tabia ndio inayoleta amani ndani ya nyumba. Mtakatifu Paulo anasisitiza wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, ambayo ni mtihani kweli kweli. Leo hii ni mtihani, pamoja na adabu, pamoja na adabu. Siku hizi ni changamoto adabu. Watu wamefunguka, utafikiri tuko uzunguni. Watu wamefunguka, wamezimika data kabisa, wamezimika data kabisa. Siku moja nimeenda dukani. Nikiwa dukani nanunua kitu, akaja mama mmoja amevaa dera mpaka amelishika hivi, lakini unaona bado liko chini. Alafu yuko na katoto kake kakike kabinti, amekuja kukanunulia soda pale dukani, kadogo namna hii, nadhani hata akajafika darasa la 3. Amevaa kinguo cha ajabu na nusu. Hebu mwambie jirani yako, ajabu na nusu. Ni ajabu nzima na nusu. Yule mtoto alikuwa amevaa kinguo ambacho kiko hivi, kimebinuka hapa, kimekaa hivi. Hicho kinguo kweli kabisa kiko kimebinuka hapa, kimefunuka. Ukiangalia hizi nguzo za yule mtoto ziko nje. Mtoto anatembea na kile kisoda pale. Nikashtuka wakati wanataka kupotea, mimi nikavuta simu yangu haraka, nikazoom, nikawavuta, nikapiga picha nayo. Hapo sitaki kukuonyesha, lakini niliangalia hivi, nilipigwa butwa. Na yule mama ameshika dera lake, anaenda amefurahi, kitoto kinatembea kiko hivi. Ajabu sana, ajabu sana. Tulitembelewa na mgeni siku moja, tukampeleka Mlimani City kwa shopping. Tukiwa pale Mlimani City, kishana na dada mmoja amevaa kigauni chake kiko hapa juu ya mapaja, alafu na yale maupepo ya kule ndani. Basi anatembea, lile gauni limefanya hivi. Ukitazama miguu yake iko kama vidole vyangu, samahani, lakini na yeye amevaa kigauni kiko kinaishia hapa juu, alafu ni chepesi, alafu kinapeperushwa na ule upepo, anatembea kiko hivi. Na yeye ameshika kimkoba chake, sijui ndo kipima joto, anatembea tu. Yule mzungu hakupigwa shoti, ila mimi nilipigwa butwa. Yuko comfortable na inaonekana ndio maisha, inaonekana ndio utaratibu, inaonekana ndio fashion. Kiwa nimekaa hapo kwenye nyumba ya paroko wenu, nimeona mama mmoja ameingia hapo na gauni lake refu kama kanzu yangu. Nilipoangalia hivi kimoyomoyo, nikasema si ndio huyu sasa? Sio wewe, samahani. Nikasema mama, si ndio huyu sasa? Unaona alivyovaa, limenyooka, liko mpaka chini. Wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele
wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaoukiri uchaji wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya ya 9 hadi ya 10. Akasisitiza, enyi wake watiini waume zenu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai sura ya 3 aya ya 18. Ninaposema mambo haya ya wahusuyo wanawake kwenye mambo ya ndani na wanaume kwenye mambo ya nje, kwenye shughuli za nje, tutakumbuka kwamba pamoja na kwamba Bikira Maria alikuwa bila doa, pamoja na kwamba alikuwa mfuasi mwaminifu wa Kristo, Kristo Bwana wetu alipowaita mitume wale 12 hakuchagua mwanamke hata. Alipowachagua wale mitume kwa ajili ya kuendeleza kazi yake, kwa ajili ya kufanya kazi za kitume, kazi ambazo ni za kwenda huko nje kukimbia huku na kule, kuna mwanamke aliyemweka pale? Hakuweka. Japo siku hizi wako ambao wanapigania hii, wanasema ni haki. Hakuweka hata mmoja. Na mama yake mwenyewe alikuwa pale, hakufanya nini? Hakumpa utume huo ambao ni wa shuruba, hakumpa utume huo ambao ni wa kukimbia huku na kule. Kwa nini hakumpa? Sababu nimeshazitaja hapo. Akina mama wa Yerusalemu walimlilia Yesu katika safari yake kuelekea Kalvari. Yesu aliwajibu nini? Enyi binti wa Yerusalemu, msinililie mimi, bali lilieni nafsi zenu na watoto wenu. Lilieni nafsi zenu na watoto wenu, kwa maana tazama, siku zitakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha. Tunasoma katika Injili ya Luka sura ya 23 aya ya 28 hadi ya 31. Tungesema tujadili, ningewauliza swali. Hivi Bikira Maria katika maisha yake, katika kujifunza kwako dini, alijishughulisha na nini? Bikira Maria alikuwa anafanya kazi gani? Kuna mtu anajua? Bikira Maria alikuwa anajishughulisha na nini? Mnafahamu shughuli zake? Au kama alikuwa na biashara, alikuwa na biashara gani? Halo? Hamjajua dini bado? Hamjawahi kumsikia Bikira Maria? Alijishughulisha na shughuli gani Bikira Maria? Unaweza ukanitajia shughuli alizozifanya au shughuli ya nje ambayo Bikira Maria alijishughulisha nayo? Hamna. Alijishughulisha na mpango aliowekewa na Mungu. Nafasi ya Bikira Maria katika kanisa. Tazame kipengele cha 2, nafasi ya Bikira Maria katika kanisa. Katika ensiklika yake iitwayo Redemptoris Mater ya Papa Yohane Paulo wa pili, Mtakatifu Yohane Paulo wa pili Papa, yaani mama wa mkombozi, Papa anasema mama wa mkombozi ana nafasi ya pekee
katika mpango wa wokovu, kwani wakati ulipotimia Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke aliyezaliwa chini ya sheria, ili awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanaye mioyoni mwenu, aliaye Aba, yaani Baba. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 4 aya ya 4 mpaka ya 6. Mama wa mkombozi. Bikira Maria, kwa kuwa mama wa mkombozi, anashiriki katika kutimiza mpango wa ukombozi wa mwanadamu kwa kukubali kuwa chombo kiteule. Tena Bikira Maria ni mama wa Mungu, Theotokos. Na sisi hapa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, mpango unaendelea kwa bidii kubwa na kwa majitoleo ambayo tunapaswa tuyafanye kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Bikira Maria mama wa Mungu, Theotokos. Kanisa linatufundisha kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu kwa sababu yeye ni mwanadamu wa kimungu. Mariamu anatambuliwa kuwa mama wa Mungu. Fundisho hili lilifafanuliwa vizuri katika mkutano wa Efeso wa mwaka 325. Tamko na fundisho hili lilijenga na kuwasahihisha wale waliompinga Bikira Maria kuwa si mama wa Mungu. Bikira Maria ni mwanadamu wa pekee kabisa. Upekee wake upo kwenye neema aliyojaliwa, yaani kukingiwa dhambi ili aweze kumbeba yeye asiye na dhambi. Isingewezekana kwamba kitu kisafi kabisa, mtakatifu 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 kabisa, abebwe na chombo kichafu, abebwe na mtu mchafu. Kwa hivyo Bikira Maria akakingiwa dhambi ili aweze kumleta yeye asiye na dhambi. Kumbe Bikira Maria akawa tabernakulo ya kwanza, akawa kalisi ya kwanza. Tunafahamu kalisi, kile kikombe cha damu ya Bwana hapa altareni kinatumika wakati wa misa. Akawa siborio, ile inayobeba ekaristi inayotumia padri wakati wa kukomunisha watu, inaoshika hostia takatifu. Akawa siborio ya kwanza, akawa chombo kiteule kwa ajili ya kumbeba na kumleta Mwokozi. Hii ni neema ambayo alipewa na hata leo anaendelea kuwa chombo kiteule kwa sababu bado hajaliacha kanisa. Anaendelea kusafiri na kanisa na kulitunza kama mama kwa maombezi yake bora. Kumbe Maria ni mama wa kanisa pia, yaani ni mama wa binadamu wote. Chini ya msalaba, kupitia mwanafunzi yule mpendwa, sote tulikabidhiwa kwake. Alipoambiwa na Kristo, mama, tazama mwanao. Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi wamesimama pale chini ya msalaba, akamtazama mama yake, akamtazama na yule mwanafunzi, akamwambia, mama, tazama mwanao. Akamwambia na yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na Injili imetuambia tangu saa ile yule mwanafunzi akamchukua Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.
Nani kama mama? Nani kama mama? Sikiliza nikwambie, hutatambua thamani ya mama yako kama hujampoteza. Hutatambua thamani ya mama yako kama hujakutana na mtu anayelia machozi ya damu kwa sababu anataka kumwona mama yake. Kuna mama mmoja alinifuata siku moja baada ya misa, akaniambia, Father, nina shida. Shida gani? Huyo mama ana kama miaka 47 hivi. Huyo mama akaniambia, mimi nimezaliwa, nimekuwa na nimekuja kufika mahali mama yangu akaniambia yeye sio mama yangu, yeye ni bibi yangu. Sasa ananiambia, mimi nataka, nimeshakuwa nikisali na kufunga novena zote, mimi nataka nimuone mama yangu. Nimemuuliza, huyu bibi yangu aliyeniambia yeye ni bibi, mama yangu alienda wapi? Akaniambia, mama yako aliondoka, aligombana na baba yako ukiwa na umri wa miezi miwili. Walipogombana akachapa mwendo, akaondoka, akaenda kwao, akakuacha kwa baba yako. Baba yako alipomfuata kule kwao, akakuta kule kwao hayupo wala hakuwahi kwenda huko. Kule kwao na mume wake wakaanza kutafuta, mpaka tunapoongea leo huyo mama hajulikani alienda, hakuna anayejua. Lakini huyu mama sasa ananiambia, Father, mimi nataka kumuona mama yangu, yaani nina kiu. Anapoongea hivyo anaanza kulia. Mimi nataka kumuona mama yangu, natamani nimuone, naomba uniombee, hata kwenye ndoto nimuone tu, kwenye ndoto nione picha yake. Bibi hana picha yake, mimi natamani kwenye ndoto tu nimuone mama yangu, basi niridhike. Hutajua thamani ya mama yako kama hujakutana na mtu ambaye hajaona mama yake, hajawahi kuonja nyonyo la mama yake, ambaye amepoteza mama yake. Hutajua thamani ya mama yako, umjali, umwangalie, hata umsalimie, hata kama una cha kumpa, muheshimu, msalimie. Wewe unaona umefika, naona hapa nilipo imetosha, asinisumbue, yuko kwake, liko kwangu. Sawa, uko kwako, lakini wewe ni mwanae, mimi ni mwanae. Huo ukweli hauepukiki. Umepata mwenza anakupenda sawa kama keki, lakini huyo mwenza wako sio mama yako, sio mama yangu. Huyo ni mwenza. Nafasi ya mzazi haina mbadala. Nafasi ya mzazi haina mbadala. Kama wazazi wako wapo, wajali, waheshimu. Watoto mpo? Watoto mpo? Waheshimuni wazazi wenu. Waheshimuni nani? Wazazi wetu. Waheshimuni walezi wenu. Waheshimuni nani? Walezi wetu. Waheshimuni walimu wenu. Waheshimuni akina nani? Walimu wetu. Watiini na mfuate maelekezo mnayopewa. Tunaelewana? Ukitumwa usianze kufanya mabega hivi. Usianze mimi sitaki, usianze kulia. Unalia hata hujapigwa, kisa umetumwa. Amekunyang'anya kitu unalia. Unalia nini? Amekunyang'anya remote unalia. Amekuzuia hakuna kucheza, unanuna, hutaki kula. Watiini na waheshimuni wazazi na wakubwa wote. Watiini na kuwaheshimu wazazi na wakubwa wote. Mfuate mfano wa mtoto Yesu. Mfuate mfano wa nani?
Mfuate mfano wa mtoto Yesu. Nafasi ya Bikira Maria katika kanisa kama mama haina mbadala. Yeye ni mama wa kanisa, yeye ni mama wa binadamu wote. Nakumbuka maneno ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alipofanya ziara ya kichungaji nchini Tanzania mwaka 90. Sawa, mimi nimesikia kwenye vyombo vya habari, nimekuja kuona kwenye vyombo vya habari, nilikuwa sina akili, lakini nilikuja kusimuliwa na mama yangu kwamba tulifungiwa tu ndani, wakaenda airport kumpokea Baba Mtakatifu. Maneno yake aliyoyatamka, Maria Mtakatifu, mama wa kanisa, mama wa binadamu wote. Tena akaweka na nchi yetu chini ya ulinzi na usimamizi wa Bikira Maria. Nafasi yake kwetu kama mama haina mbadala. Unamuheshimu Bikira Maria? Una ibada kwa Bikira Maria? Au rozari umevaa ni pambo? Halo? Kuna watu hatusali rozari, lakini tumevaa nini? Tumevaa rozari. Vipi hapo? Tumeivaa kama nini? Kwa ajili ya utambulisho au kwa ajili ya kujipamba? Sasa kama sisali rozari, nimeivaa rozari ya nini? Wengine tunavaa kama kinga. Hatusali, tunavaa tu kama kinga. Hatuilinganishi na irizi kweli? Hatuisawazishi na irizi kama tunavaa kama kinga bila kusali. Na siku hizi tunaingia kwenye huo mtego kwa wingi. Ni kweli inasaidia, lakini bila kusali tunapoteza kitu kikubwa. Tu anakuja kubariki rozari. Siku moja alikuja mtu ana rozari 5. Rozari 5, ana rundo la rozari mkononi. Akaja anataka, naomba baraka Father. Sasa mimi kabla ya kubariki nikamuuliza, mbona kwanza nikamwona amevaa kubwa shingoni na imening'inia nje. Nikamuuliza, hizi rozari ziko ngapi? Akaniambia ziko 5. Nikamuuliza, za nani sasa? Mbona tayari naona una rozari shingoni? Akaniambia hizi ni zangu pia. Za nini sasa? Akaniambia moja naenda kuiweka kwenye sijui ni tendrego, kwenye kona hii ya kitanda na ning'iniza hapa, na ya pili na ning'iniza hapa, na ya 3 na ning'iniza hapa, na ya 4 na ning'iniza hapa. 4 zimeisha, inabaki ngapi? Inabaki moja. Akaniambia hii moja ni kubadilisha, ni ya akiba. Unaonaje? Akaniambia mimi nalala hapo katikati ya hizo rozari. Nalala hapo katikati ya hizo rozari ili zimlinde kila kona. Unaonaje hiyo? Halo? Unaonaje? Sawa sio sawa? Sawa sio sawa? Yaani wakati kitanda kimezungukwa na rozari 4, wakati kimezungukwa na rozari 4, moja iko shingoni, tutakuja tunaongeza saa nyingine, unapata nyingine imeongezwa iko mkononi. Ndio sio? Hata za aina mbili. Moja nyingine zimevaliwa nyingine imevaliwa mkononi, nyingine imevaliwa kama pete. Kuna rozari ya pete, kuna rozari ya mkononi, kuna rozari ya shingoni, halafu kuna nyingine zimezunguka kitanda ziko kule nyumbani na moja imetundikwa pale ukutani. Unaonaje? Naomba Mungu tusije tukafika mahali tukazivaa hata miguuni, kwa sababu tutahisi labda na hata miguu inahitaji ulinzi wa Bikira Maria, tutaivalisha rozari, halafu tutasema hiyo ni imani. Sawa sio sawa? Hiyo ni imani. Moja inatosha kwa kuisali na kuivaa. Inatosha kuonyesha kwa matendo na kwa imani, kwa nje na kwa ndani, kwamba mimi ni Mkristo Mkatoliki mbele ya Mungu na mbele ya watu. Ikatosha kabisa. Kumbe
tumtazame mama yetu Bikira Maria, tumtazame mama yetu, tumkazie macho, tumpende, tumuombe. Atatusaidia na atatuombea kwa maombezi yake bora. Yeye kama mama hajaliacha kanisa na hata muacha yeyote kati yetu anayemkimbilia, anayeomba msaada wa maombezi yake. Yeye kama mama hatamuacha kamwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Badala ya kulala ukiwa una swap, unacheza na simu, badala ya kulala, unajua siku hizi watu wanalala wameshika simu Watu wengi siku hizi wanalala wameshika nini? Hizi simu za kulamba. Analala amezishika. Mtu analala ameshika simu. Analala yuko TikTok, anaangalia vitu, anacheka mwenyewe kwa sauti, anacheka mwenyewe. Ulijua kucheka mwenyewe? Uko peke yako ukaona kitu alafu ukacheka mwenyewe, sio tu kwa kutabasamu, ukacheka kwa sauti. Anaangalia hivyo, anacheka mwenyewe, anaendelea hivyo, na mwisho wa siku hata usingizi uladi, kwa sababu hivi vitu vina uraibu, vina ulevi. Hulali, vinakata usingizi. Mwisho wa siku hata asubuhi unachelewa kuamka. Nachelewa kuamka kwa sababu nilichelewa kulala, na nilichelewa kulala kwa sababu nilikuwa mtandaoni. Badala ya kulala nikiwa na shangaa na kupekua mitandao, ni heri ningelala nikiwa nafanya nini? Nasali rozari. Na mimi nakwambia, ukiona umeenda kitandani kulala alafu usingizi hauji, hebu kamata rozari yako mara moja. Anza na sadiki. Tuone kama utafika fungu la 3. Usingizi utakupiga chapu na haraka. Shetani hata kubali usali rozari umalize. Usingizi utakuja vizuri, wa kunoga kabisa. Ukija kushtuka usiku unasikia kuna kitu kinakugusa. Ni nini hiki? Kumbe ni rozari umelalia. Tulale tukisali badala ya kulala mtandaoni. Na hivi vitu vina uraibu kweli kweli. Vina addiction ya hali ya juu. Ja, niliachia hapo, nitaendelea mbele kidogo. Hebu naomba tutazame kipengele kingine cha mwanamke wa leo. Kipengele cha mwisho kitakuwa cha Bikira Maria mama wa Fatima, hata kama nimeshamsemea kidogo. Nimeshasema mambo ya Bikira Maria, lakini nataka tutazame mwanamke wa leo. Katika sehemu ya kwanza tumetazama mwanamke na mwanaume kadiri alivyoumba Bwana Mungu, na tena sehemu ya pili tumemtazama nafasi ya Bikira Maria kwa kifupi kabisa, kwa kugusa sehemu chache. Tumemtazama nafasi ya Bikira Maria katika kanisa, alivyo mama wa mkombozi, mama wa Mungu, mama wa binadamu wote. Sasa tuseme kitu kuhusu mwanamke wa leo. Ndugu zangu, hatuwezi kumpenda Yesu bila mama yake, wala kumpenda mama Maria bila Yesu Kristo. Mtakatifu Bonaventura anafundisha kwamba ukimpenda Maria bila Yesu, unampenda kwa kumjaribu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Huwezi kusema unampenda mtoto humpendi mama, au unampenda mama umchukue mama uache mtoto. Haitakaa, ifae kabisa. Niliwahi kusikia kwamba, na mimi nimewahi kuchunga, ukiwa unachunga, ukitaka mnyama mwenye mtoto akufuate, unafanya nini? Unabeba yule mtoto wake, unaondoka naye. Ukichukua yule mtoto ukiondoka naye, yule mama mtoto anafanya nini?
anakufuata hapo nyuma, anaenda na wewe, anakufuata popote, ataenda na wewe ukichukua mtoto wake. Hali kadhalika ukisema kwamba unamchukua mama hatakubali aache nini? Kama ni mama kweli, hatakubali aache mtoto wake, hatakubali. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa design, mapendo yake yako kwa mtoto. Na kwa kawaida watu wanapoanza maisha ya ndoa wanapendana, tuseme 100%. Ndivyo inavyopaswa kuwa jamani, si ndio? 100%. Lakini akija wakipata mtoto mmoja, wakibarikiwa mtoto mmoja, wewe mwanaume na kuambia uwe na uhakika 25% ya upendo wa mke wako kwako imeondoka, inahamia kwa nani? Kwa mtoto. Mwanzoni kabla ya kuwa na mtoto mlikuwa hata mnalala mnatazamana mna nini. Saa hizo mama analala anakutazama tena wewe, anamkumbatia nani? Anakumbatia mtoto. Akiongezeka wa pili, uwe na uhakika 25 nyingine zimefanya nini? Zimeondoka. Mama, kwa nini niangalia hivyo? Yaani uwe na uhakika 25 nyingine kutoka kwa mke wako zimeondoka. Kwa hiyo ana aliyembeba, anayemtazama, alafu ana mwingine aliyemshika huku, anamwangalia huku anaangalia huku. Sasa wewe atakuangalia saa ngapi? Unaanza kugeuka kuwa kero polepole kwake, polepole. Concentration yake ni kwa mtoto, nani haki, anatazama mtoto. Mnapofanya hivyo, msisahau waume zenu ni waume zenu na wanawahitaji. Tunaelewana wa mama? Tunaelewana wa mama? Ukimsahau kabisa, ukaishia kuzama kuangalia watoto wako, ukamsukumiza pembezoni, ukamsukumiza huko, usishangae mme wako akaanza kukimbia kama mbuzi wa sokoni. Mnafahamu mbuzi wa sokoni? Samani wa baba, usishangae akaanza kukimbia kama mbuzi wa sokoni. Unafahamu mbuzi wa sokoni? Mbuzi wa sokoni hali ganda au haokoti kitu, maafiki mahali akasema hapa nimepata chakula nile hapa. Hapana. Anaokota kimoja hapa, anakimbia kama anakimbizwa chacha, anarudi anakimbia kama anakimbizwa. Huyu anaenda anaokota kingine, huyu anakimbia anaenda huko anaenda kule. Hapati utulivu. Ukikosa kumjali mme wako nyumbani, ukahamisha akili, ukahamishia yote 100% kwa watoto, atatafuta mahali ambapo atapata kuambiwa pole. Akija wewe uko bize na mtoto wako, naambia chakula kile, wewe uko nani unambebeleza mtoto, chakula kile utaki. Haya. Hey, utaomba maji, usije kulalamika. Usiombe, omba tu yapite huko angani kwa wengine. Usiombe wengine aidha. Acha likimpata limpate tu, lakini usiombe likukute, wala usimwombe jirani ubaya. Sawa? Anauliza, kwa nini kama ulikuwa unaruhusu mtoto wangu afe, kwa nini umeruhusu? Kwa nini ulinipa? Kwa nini nataka mtoto wangu? Akimaliza kusema hivyo, analia kwa uchungu, analia kwa kuugua, analia. Akitoka pale kanisani mbele ya tabernakulo, spidi anakimbia, anaenda makaburini. Akifika pale anakaa kwenye lile kaburi, anamwambia mwanangu, amka tu mwanangu. Amka, naomba usinitese hivyo. Amka. Kwa nini unajifanya umekufa lakini? Amka. Jamani, nipeni nyundo nibomoe hapa mtoto wangu atoke. Analia, analilia mtoto wake. Yule mama amefanyiwa counseling, amesaidiwa mwaka 2. Ni ngumu sana kuelewa. Ngumu sana. Wamama, sikilizeni. Tazama mama, tazama mwanao. Ni kitu cha ajabu kwamba unaweza ukamwachia huyu dada hapa
mtoto wako akae naye, lakini hii umwachii, labda kwa vile na daftari la kwaya. Nani mama mwenye kipima joto chenye maana hapa? Hicho hapo hicho mpaka umeshampa huyo ashike? Hamna. Yaani mtu anaweza akamwachia mtu, nishikie huyu mtoto wangu, lakini kipima joto kipochi chake kama hiki, samahani sana, kama hiki anakishika, anaingia nacho toilet, anaingia nacho, anakikamata, anakivaa vizuri, kisiguse chini, anaingia nacho kule toilet, anamaliza biashara zote, anarudi, lakini mtoto anaachia nani? Sawa sio sawa? Sawa sio sawa? Sio sawa. Na hata kwenye vituo vya mabasi watoto wanaibiwa namna hiyo. Unamwachia mtu anaondoka naye, anaenda kupiga bei, unaenda na kipima joto hii na nini, samani. Lakini mama, unaweza ukakuta kuna dola, lakini dola ni nini ukilinganisha na mtoto? Nimenikata, naomba msamaha. Nimenikata. Asante sana mama. Yaani dola ni nini? Hicho kilichoko kwenye kipima joto ni nini ukilinganisha na thamani ya mtoto? Kila mtu ni wa pekee kabisa. Hata kama ukifikiri utapata mtoto mwingine, hutapata kama huyu, hutapata kama huyu. Kila mtu ni wa pekee, usidanganyike. Kila mtu ni wa pekee na wa thamani sana, hana mbadala. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Usiachie mtu watoto wako. Kazi ya kulinda watoto ni ya mama. Sawa, najua kuna kutoka kwenda kuhangaika huku na kule kwa sababu wa baba kuna mahali hapaendi sawa. Wa baba kuna mahali hawatimizi wajibu wao wa nje. Na kweli wanaume tungesimama sehemu yetu, tukatimiza wajibu wetu sawa sawa, mama angebaki nyumbani. Uongo kweli mama? Uongo kweli? Mama, mbona umeangalia kama askari? Hautaki? Na mama anayesema yani hata kama angeniletea dhahabu bado mimi ningeenda. Hakuna mwanamke asiyependa kutumikiwa na kupewa vitu na mume wake. Hayupo. Kwa hiyo ni kutimiza wajibu vile inavyopaswa. Aidha, kutunza status na heshima ya mwanamke, kwa sababu ya wamama kukimbizana huku na kule. Saa nyingine unajikuta tunapiga pombe, wanapiga pombe, mwanamke anapiga pombe, mama yuko baa anapiga tungi, kama mwanaume anapiga bia 5 10. Kweli? Mama anapiga pombe. Hapana, haitafaa. Mtu anakunywa pombe mpaka usiku wa manane. Kulewa ni kitu kibaya, ni dhambi, lakini kwa mwanamke kulewa ni mbaya zaidi, ni mbaya zaidi, inaharibu zaidi, inavuruga familia zaidi, haipendezi. Hebu tupate wimbo mmoja wa Mama Maria, alafu tutaendelea. Tusimame wote. Salamu Maria, salamu Bikira Maria, Mama Maria, umejaa neema nyingi. Mama Maria,
Salam, salam Bikira Mama Maria. Hali havieleweki, anacheza na vijana, anacheza nani kule. Sasa unaangalia unajiuliza, Mungu, tunatoka wapi tunaenda wapi? Mama tazama, mama tazama mwanao. Siku hizi idadi ya wanawake wasiotaka ndoa inaongezeka. Idadi ya wamama ya wanawake wasiotaka kuolewa inaongezeka. Wanataka nini? Wanataka uhuru. Wanataka uhuru wa kufanya wanavyotaka. Wanataka asipate mtu wa kuwa juu yake wa kumuuliza unaenda wapi, unafanya nini. Hawataki kabisa kuulizwa. Malezi ni muhimu sana. Malezi ni muhimu sana. Tuangalie kizazi chetu, watoto wetu tunavyowalea. Kwa kweli tunaweza, tusipokuwa makini, tukaja tukasababisha kizazi ambacho hakiambiliki na hakishikiki, kwa sababu unakuta mara amelelewa na mzazi mmoja, mara amelelewa na mfanyakazi, mzazi hayupo, na hivi unakuta ni fujo tu. Ni fujo tu. Taasisi ya familia inazidi kuyumba kwa sababu watu hawajali tena maadili inavyopaswa. Mara baba ameshindwana na mama, huyu anachukua yule, huyu anashindwana na huyu, anachukuliwa na yule. Yaani ni mchanganyiko. Tembea kwa miguu, unakuta mzazi binti wa kazi amekuja kuchukua mtoto, alafu amempokea lile begi. Jana nikauliza, akaniambia amechoka, kwa hiyo anampokea lile begi la daftari. Amechoka. Wakati anasema mtoto amechoka, mtoto anaruka na kupiga sarakasi. Amechoka, amekuja kumpokea. Na mnyang'anya lile begi, namwambia ni mtoto wako, sawa, na mnyang'anya lile begi. We, vaa begi lako, nenda nyumbani. Hakuna kubebewa. Unambebea kwa nini? Amechoka na nini? Amechoka kubeba begi? Wazazi tuangalie mapendo mengine tunaofikiri ni mapendo kwa watoto wetu ni kuwaharibu watoto wetu. Na mwishoni unakuta mtoto anakuwa mkubwa, hajashiriki kufanya shughuli yoyote, hajajifunza kufanya shughuli yoyote, wamekuwa wakifanya wafanyakazi, na yeye anakuja kuoa, anakuja kuolewa, hawezi kufanya shughuli za msingi. Unakuta mdada ameolewa, mdada mkubwa, lakini kufua nani hawezi. Umeshanielewa? Hawezi kufua nani yake, hawezi. Mdada wa kuolewa kabisa hawezi. Na mimi nafahamu hawezi. Mkubwa tu, unakuta mkubwa angekuwa kama nani? Mkubwa angekuwa kama huyu. Hawezi. Anavaa zake zikiisha anaenda kuchukua za mama. Mama akija akioga akitafuta za kuvaa anakuta mbona hamna, anaenda kwa binti. Akienda kwa binti anakuta zote ziko pale. Anachukua za kwake na za binti anafua zote. Zijikauka anamrudishia binti yake za kwake na anachukua za kwake. Haya ni mavuno ambayo wazazi tunapanda kwa kudekeza watoto wetu. Naomba tuwapongeze wazazi wa namna hiyo. Wewe unayepongeza wewe una akili kabisa wewe. Hii ni ajabu na nusu. Wazazi hapana, haifai kabisa. Wazazi
Kuna mapendo ambayo hayafai na sio mapendo kabisa, ni upofu. Tuwafundishe watoto wetu kazi. Matokeo yake tunawatengeneza wafanyakazi wanakuwa kweli majembe. Kama ni binti wa kazi anakuwa kweli mke bora, wife material. Alafu binti yako anakuwa hopeless. Akienda kwa mume wake anamwambia tuagize chakula badala ya kupika. Niko pale hataki kupika, tuagize. Tutoke. Kuvua hawezi. Kucha huku. Wazazi, simameni katika nafasi yenu, mtekeleze wajibu wa kimalezi unaohitajika. Naomba niseme kipengele cha mwisho nimalize. Ujumbe wa Fatima. Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 13 Mei anaadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria wa Fatima. Hii ni kumbukumbu ya Bikira Maria alipowatokea watoto watatu wa Fatima, Francis na Jacinta Marto na Lucia, tarehe hiyo ya 13 mwezi Mei mwaka 1917, na alijitambulisha kwao kuwa ni Bikira Maria wa Rozari Takatifu kwa kuwakabidhi watoto hawa ujumbe wa matumaini kwa binadamu wote, akiwataka wajizatiti katika kupambana na ubaya, katika kusimama kidete kulinda, kutetea na kushuhudia imani ya Kristo Yesu na kanisa lake. Bikira Maria wa Fatima anatualika kila mmoja kusimama imara kutetea imani. Kama umepewa kipaimara, wewe ni askari wa imani yetu takatifu Katoliki. Wewe ni shahidi, wewe ni mlinzi wa imani yetu. Wewe ni shuhuda unayepaswa kuendeleza imani yetu. Ujumbe wa Bikira Maria kwa watoto wa Fatima unaweza kufupishwa kwa maneno makuu matatu. Kwanza, sala; pili, toba; na uongofu wa ndani. Sala ni majadiliano ya kina kati ya muamini na muumba wake, ndiyo sala. Usiposali huongei na Mungu. Usiposali huna mawasiliano wala mahusiano na Mungu. Ni sawa na kuendelea kutumia vitu vya mtu ambaye huongei naye wala huna habari naye. Ndio hivyo ilivyo kwa mtu ambaye hasali. Huongei na Mungu, lakini upo kwenye bustani yake, kwenye ulimwengu wake, unatumia hewa yake, unatumia vitu anavyokupa, basi, lakini huna habari naye. Tunapaswa kuwa na majadiliano, tunapaswa kuwa na mawasiliano, tunapaswa kuongea na Mungu kila wakati, kumshirikisha mambo yetu, kumshirikisha changamoto zetu na kumshirikisha furaha zetu, aidha kumshukuru kwa mema anayotukirimia. Waamini wanachangamotishwa na Mama Kanisa kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu kwa kuwa na mwelekeo mpya katika maisha yao ya kila siku. Bikira Maria wa Fatima anawaalika waamini kuchuchumilia utakatifu na kuendelea kusali kwa ajili ya toba na uongofu wa ndani. Mabadiliko ya kweli ni mabadiliko yanayoanza ndani. Wema, utu wa kweli ni ule unaotoka ndani, sio ile superficial, sio ile ya nje nje tu. Lazima kweli itoke ndani. Na tunaalikwa kweli kuwa watu wa sala, kujiweka wakfu kwa moyo wake usiokuwa na doa. Bikira Maria anawaalika waamini kusali Rozari Takatifu ili kuombea amani duniani. Hii ni changamoto endelevu ambayo hata kwa watu wanaoishi katika ulimwengu mambo leo. Ujumbe wa Bikira Maria kwa watoto wa Fatima unafumbatwa kwa kiasi kikubwa katika Injili, kiasi kwamba Fatima inakuwa ni shule ya imani na ushuhuda wa maisha ya Kikristo, na Bikira Maria ndiye mwalimu wake mkuu. Anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuwa na imani kwa Kristo Yesu na kamwe wasikatishwe tamaa na vita, majanga
na mateso yoyote ambayo ni sehemu ya maisha duniani, wala wasikatishwe tamaa na utawala wowote wa ukandamizaji kama tawala za kifashisti na kikomunisti, tawala ambazo zilidhalilisha haki msingi, utu na heshima ya binadamu kiasi hata cha kutaka kumng'oa Mungu katika maisha na vipaumbele vya waamini wake. Tunamwomba Mungu kwa njia ya maombezi ya Mama Bikira Maria, dunia ipate uinjilishaji mpya. Tunahitaji uinjilishaji mpya. Kwa nini? Utasema tulishainjilishwa miaka mingi na sio uinjilishaji mpya tena unahitajika. Tunahitaji uinjilishaji mpya. Kwa nini? Kwa sababu mabadiliko, dunia inaenda kwa spidi kubwa mno. Dunia inaenda kwa spidi kubwa mno. Kwa hivyo inahitaji kweli umakini, inahitaji uongofu wa ndani, inahitaji toba ya kweli, inahitaji malezi ya dhati na makini. Tumsifu Yesu Kristo. Bikira Maria anatualika sote wa Kristo kusimama imara katika imani, sala na malezi, hasa kwa watoto na vijana. Jaribuni kutazama kizazi cha Gen Z kilivyo moto na kilivyo spidi. Mambo ni ya ajabu. Nikiwa nakuja hivi, samahani baba, sekunde moja tunamaliza. Nikiwa nakuja hivi, nimefika hapo Mwenge, nikaona kwenye bodaboda kuna kijana abiria wawili kwenye bodaboda. Wa katikati, abiria wa kwanza ni kijana, wa pili anaonekana ni mwanamke, lakini nilipokaza macho hakuwa mwanamke. Amejifunga kanga vizuri, amejitanda vizuri na amefunga vizuri kama vile inaitwa nini ile, ni buibui, sio baibui. Ametanda vizuri, amefunga hivi, ukiangalia unaona kabisa haya macho ni mwanaume, unaona hiki kidevu kina nani, amejifunga, alafu kuna kitu kashikilia hapa, alafu amerelax. Mwanamke hawezi kukaa kwenye boda boda, yeye ndio wa mwisho anataka kuanguka huko, alafu yuko pale amerelax kabisa yani. Na mwanaume amewekwa hapa katikati. Hivyo angalia hivi, tukasema na yule jamaa niliyekuwa naye, I say mambo ni ya ajabu na nusu. Wanaenda wapi? Sijui. Amejifunika hivyo kwa nini? Sijui. Alikuwa amefumbata nini, ameficha hapa kwenye miguu yake hapa, amejifunika na zile makanga? Sijui. Lakini nilipoona ni kijana kabisa, mwanaume, amejifunga, ameacha uso unaonekana kidogo, na sisi tuka slow down ili tumtazame vizuri. Sasa kaangalia, kaniuliza hii ni nini? Hii ni nini? Sasa tazama Gen Z ilivyo spidi, mabadiliko yanavyokuja kwa spidi. Alafu niambie kizazi hiki cha wadogo kabisa kinachokuja kitakuwaje? Kizazi ambacho kinaweza kikakukomalia mama, kikakukomalia baba, kikakunyang'anya remote, hakuna kuangalia, na wewe ukakaa ukamwambia samahani na kuomba. Unamuomba nini? Unamuomba akupe remote, unamuomba akupe sijui nini. Anakasirika, anabamiza mlango, na wewe anakasirika, anakataa kula, anasema hiki mimi sitaki, nataka chips yai, na wewe unaitisha chips pale unampa. Pongezi nyingi. Hongereni. Wazazi, simameni imara. Wakati tukiwa chini ya ulinzi na uangalizi wa Mungu, wakati tukimtazama Mama Maria, mama yetu, na yeye akitutazama kama wanawe, wazazi pia mtimize wajibu huo msingi wa kutazama watoto ili tuwarithishe mila njema na takatifu kwa ajili ya uimara wa kizazi kinachokuja. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kifupi kabisa, asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa sisi sote wetu hapa, na kwa namna pekee sana namshukuru Baba Mushi kwa neno zuri linatuimarisha kiroho, linatukumbusha juu ya malezi na mambo mengine kemkem juu ya maisha yetu, imani yetu, hata maisha kwa ujumla. Baba Mushi, asante sana, na Mungu akubariki sana kwa muda wako,
kwa kuongea nasi katika siku yetu hii tunapofanya sherehe ya Bikira Maria wa Fatima, msimamizi wa parokia yetu. Ninaomba basi sote tusimame, tutamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupitia zawadi ya Padre Mushi na neno alilosema na kutuimarisha kupitia nguvu katika siku yetu hii. Nitawaalika, nikisema washa 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 washa, nasugua mikono, washa 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 washa. Nikisema ya paa, ya pili paa, ya tatu paa, ya nne napiga mguu wa kulia chini. Sawa Mmenielewa watoto kule? Nimesema tunamshukuru Baba Mushi kwa neno lake zuri na kutuimarisha. Kwa hiyo tunampongeza na tunamshukuru Mungu, tunampongeza kwa zawadi ya upande na hiki alichoongea. Nikisema washa 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 tunasukua mikono, nikisema pa moja tunapiga mikono pa, mbili pa, tatu, ya nne tunapiga mguu wa kulia chini. Sawa. Tukimaliza hii tutaimba wimbo ule Mimi Mkatoliki. Sawa wote tunasimama tunaimba na vigelegele, alafu tukimaliza wimbo tunajiandaa kuingia kwenye misa takatifu. Basi kwa pamoja naomba washa 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 mikono, sugua moja, mbili, tatu, nne. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Mushi, asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Basi tunamaliza kwa ule wimbo Mimi Mkatoliki. Kwaya Mgema.